salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Yesu ni sababu ya maisha yetu, Yesu ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Manyoni. Bwana pewe sifa, watu wa Manyoni. Amina, amina. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya neema yake kuu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na nafasi ya upendeleo, ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya mkutano. Basi tukiwa tunajiandaa kwenda kusikiliza nini ambacho Mungu anataka aseme na wewe, mtu wa Manyoni, siku ya leo. Naomba ufunike macho yako tupate kuomba. Baada ya kuomba tutaenda kusoma neno, na baada ya neno mtumishi wa Mungu atasimama naye kunena habari njema. Funika macho yako tuombe. Baba mtakatifu wa mbinguni, uketie mahali pa juu palipoinuka, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neema yako na wayu. Baba mfalme wa mbinguni, ambao umetupatia ni nafasi ya upendeleo. Sisi ni akina nani kwako Baba mfalme wa mbinguni tuseme nini? Bali ni neema zako tu Baba. Tunakushukuru hata kwa ajili ya majira na nyakati hizi Baba. Tunaomba uwepo wako Baba mfalme wa mbinguni pamoja na nguvu zako zizidi kuonekana mahali hapa Yesu, hata atakaposimama mtumishi ambaye umemwandaa kwa siku ya leo. Tunaomba Baba mfalme wa mbinguni ukafungue masikio yetu ya kimwili na ya kiroho, ili neno likapate kutujenga. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Sangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya. Naweza mkakata, naweza mkaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Manyoni. Amen. Amina, amina. Basi tutaenda kusikia mstari wetu wa umisheni, nao unatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26 na mstari wa 18. Nami nitasoma Matendo ya Mitume sura ya 26 na mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi, dhambi zao na ulisi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndo mstari wetu wa umisheni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nitaenda kusoma mstari ambao mtumishi wa Mungu atasimama nao kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nao unatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 53 na mstari wa 5. Nao unasema ya kwamba, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Huo ndo mstari wa leo ambao mtumishi wa Mungu ataenda kusimama nao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Manyoni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amina, amina. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Watu wa Manyoni, nisikie makofi na vigelegele pale ulipo. Amen. Ninaomba nisikie tena makofi na vigelegele pale ulipo. Ongeza tena, bado hayajatosha kwa Bwana Yesu. Ongeza tena, hayajatosha. Hayo ni kwangu, ongeza kwa ajili ya Bwana Yesu. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya, mtu wa Mungu. Nipungie mkono kama una amani pale ulipo. Watu wa Manyoni, naomba unipungie mkono kama una amani pale ulipo. Watu kule maboda boda, wanangu, ninaomba unipungie mkono pale ulipo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ni heshima
sisi kuwepo mahali hapa jioni ya leo na katika siku hii kuwepo Manyoni, kuwepo katika mkoa huu wa Singida ni neema kubwa ambayo Mungu ametupa, kwa sababu tuliomba kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kufika mahali hapa. Mtu wa Mungu, nataka ujue kwamba haujaja mahali hapa kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja mahali hapa, kuna kitu ambacho Mungu anatamani akiachilie kwako, kwa sababu tulikuombea muda mrefu kwamba tuje mahali hapa tukapata kibali. Kwa hiyo kuna habari njema ambazo zinaenda kuachiliwa mahali hapa ambazo hujawahi kuzisikia mahali popote. Kuna habari zingine kwa sababu umezoea kuzisikia, labda umesikia baa au umesikia sokoni kwamba chimbo limetema, au ukasikia kwamba kuna mgodi mahali fulani watu wamepata dhahabu, watu wamepata pesa. Zile ni habari nzuri, ila kuna habari njema ambayo ni injili ya Yesu Kristo. Wenyewe inapatikana kwenye madhabahu ya Mungu peke yake, haipatikani popote. Injili ya Yesu Kristo unaipata kwenye madhabahu ya Bwana. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana amani pale ulipo? Hebu mpungie mkono. Naomba mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Mtikise kwa bega, mwambie wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Amen. Amen. Haleluya. Sasa kama mwanaume umetikisa, umeambia wewe ni mzuri, na vitu kufuatilie. Tutakufuatilia, mwambie tutakufuatilia. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tumetoka mbali, tumetoka Morogoro, tumekuja mahali hapa kuleta injili ya Yesu Kristo. Hatujaja kuleta maneno wala longorongo zingine. Sisi tumekuja kutandika injili, mwanangu. Tumekuja kumwelezea Yesu Kristo ambaye ni njia ya kweli na uzima. Hakuna njia nyingine tofauti na Yesu. Tumetoka Morogoro, tumepita milima na mabonde, tumevuka kata nyingi, tumevuka tarafa nyingi, tumevuka mikoa mingi, lakini Mungu akaona kwamba tuje mahali hapa kwa sababu ana kusudi na maisha yako. Sio kwamba wewe umekula losi kuwepo mahali hapa, haujabai muda wala hujapoteza muda. Mungu ana kusudi na maisha yako, ana kusudi kukubadilisha, ana kusudi kupigisha hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kama unanielewa, mpigie Yesu makofi pale ulipo. Ongeza tena makofi pale ulipo. Ni habari njema ambayo nataka nikupe, nikwambie kwamba Mungu anakujua. Mungu anakujua kwa jina. Mungu anakujua jinsi ulivyo. Mungu anakujua jinsi ambavyo unaishi maisha yako. Mungu anakujua mahali ambapo unakaa. Mungu anajua hata idadi ya nywele zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua mawazo ambayo unawaza ndani yako. Mungu anajua akili yako ikoje. Mungu anakujua amekuumbaje. Ndio maana ninakwambia wewe ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huenda umeshaambiwa kwamba wewe labda umetokana na sokwe, labda umetokana na nyani, au umetokana na vitu vingine, kwa sababu kila kitabu kinaelezea vitu vyake. Kuna wengine ukienda unaambiwa kwamba bwana wewe ulitokana na sokwe. Kuna vitabu vingine ukienda unaambiwa bwana wewe ulitokana labda na mijusi. Ukienda kuna vitabu vingine unaambiwa kwamba wewe ulitokana na nyani. Hebu mwangalie jirani yako kama ametokana na nyani, mwangalie unafanana na nyani, muulize unafanana na nyani. Hapana. Muulize kama anafanana na nyani. Hafanani na nyani. Ninataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Sio vitabu vya historia ya kawaida ambavyo vitakueleza habari njema ya kwamba wewe mtu wa Mungu. Vitabu vya historia vinakwambia umetokana na nyani, lakini natamani nikwambie kwamba wewe umeumbwa na Mungu, tena ni mtu mno wa thamani mbele za Mungu. Mungu anakupenda, anakupenda jinsi ulivyo. Wengine ni weusi, wengine ni weupe, wengine wana shepu, wengine ni wembamba, wengine bama wana maziwa mpaka hapa. Ndio umeumbwa hivyo. Wewe ni mzuri, jikubali. Wewe jikubali. Saidia kusema amina. Neno la Bwana linasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wewe unatembeaga hivi, wewe unafanana na sura na kwa mfano wa Mungu. Kama wewe kidogo ni mweusi, wewe unafanana na sura na mfano wa Mungu. Kama wewe ni mweupe, wewe unafanana kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Hakuna mtu mwingine bora zaidi ya mwingine. Aliye bora ni mmoja, anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo, ambaye ni mwanaume peke yake, ambaye ninamhubiri. Anaitwa Yesu. Anaitwa nani? Yesu. Anaitwa nani? Yesu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Wala usije ukasema labda tumekuja kutangaza kwa habari ya dini. Amen. Ukazani kwamba labda hao vijana wamekosa kazi za kufanya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi hatujakosa kazi za kufanya. Sisi ni wasomi, tumesoma sana, degree zimelala hapa. Mwanangu, nataka nikwambie tumeweka elimu yetu chini. Tumeweka maarifa yetu chini kwa sababu tunamfahamu yupo mkubwa zaidi ya elimu tulizonazo. Yupo mkubwa zaidi ya mali tulizonazo. Yupo mkubwa zaidi ya vitu tunavyovimiliki. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, weka chini dini yako. Hatujaja kuhubiri dini, tumekuja kutangazia kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ni Yesu. Sema amen. Amen. Inawezekana ukawa na dini, lakini dini sio kitu. Dini haikupeleki popote. Maana ya neno dini, dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dini imeanzishwa na nani? Na mwanadamu. Amen. Unafunguka kidogo mtu wa Mungu. Nafunguka baba. Unafunguka kidogo. Ndio nafunguka. Mimi ukinuna na kupitisha hapa mbele. Mwangalie jirani yako, akinuna mpige kipepsi kidogo. Akinuna mpe kipepsi kidogo. Jirani yangu amechangamka baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Haleluya. Sisi hatujaja kuhubiri dini. Tumekuja kumweleza mwanaume mmoja ambaye anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna njia nyingine tofauti na Yesu. Njia ni moja ya kwenda mbinguni. Inaitwa Yesu Kristo. Inaitwa Yesu Kristo. Hakuna atakayemwona Mungu isipokuwa kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi nilipokuwa mdogo, ndio kuna jirani yetu aliwahi kuoa mwanamke kutoka Singida. Niambie mhubiri, tusimlie. Nibembeleze basi, tusimlie. Hata kuna wengine tusimlie. Nisikie ka sauti, niambie tusimlie. Alipooa mwanamke kutoka Singida, yule mwanamke bwana alikuwa mzuri. Unajua alikuwa akipaka mafuta nywele zake zinameremeta. Yaani alikuwa anasukaga minyoosho ya kunyosha hivi. Lakini nywele zake zinameremeta namna. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui labda alitokea kwenye alizeti nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa ni mwanamke mzuri. Nikamwambia rafiki yangu aisema mimi nikikua nitaenda kuwa Singida. Baba, ndio umekuja sasa. Baba umekuja. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia na mimi nitaenda kuwa wapi? Singida. Kwani nimeona mwanamke ni mzuri, anamelemeta. Na ni kweli watu wa Mungu, nimefika mahali hapa. Watu wa Singida ni wazuri. Singida mmebarikiwa. Singida mna kila kitu. Tofauti na mafuta ambayo mnazalisha, ni lazima muwe na uwezo wa kumpata Yesu akae ndani yenu ili awalinde, ili awasaidie mtokane na hasara, mtokane na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ufahamu kwamba Singida umeumbwa na Mungu. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unisikilize sasa, nikwambie mambo machache. Ndio. Naomba nikwambie mambo machache. Wakati huo kabla sijaondoka mahali hapa, naomba nikwambie machache. Nimekuja kumweleza habari za mtu mmoja ambaye vitabu vya sayansi vimeshindwa kumwelezea. Tumekuja kumwelezea mtu mmoja ambaye wanajimu na wasoma nyota wanapiga magoti. Tumekuja kumwelezea mtu mmoja ambaye watu wengi wameshindwa kumwelewa. Wanasayansi wameshindwa kuelewa stadi yake. Huyu mwanaume kuna siku aliwahi kutembea juu ya maji, akaenda kinyume na kanuni za sayansi. Sayansi inasema mwanadamu hawezi kusimama juu ya maji, ila huyu mwanaume alitembea. Akamuita na mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Petro, akamwambia Petro njoo, na Petro naye akatembea. Huyu mwanaume ana mamlaka. Akikupa wewe mamlaka, unafanikiwa kwenye kile kitu ambacho unataka kufanya. Huyu mwanaume alienda kinyume na kanuni ambazo zinasema kwamba madaktari wanajua kwamba ukienda hospitali lazima ukalazwe, lakini huyu mwanaume yeye hospitali yake huwa ilazi mgonjwa. Ukienda kwenye hospitali yake imeandikwa bango kubwa, imeandikwa njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapa
anapumzisha, hospitali yake huwa ilazi. Yaani ukija kiwete unaondoka unatembea. Wanasayansi wameshindwa kumwelewa huyu mwanaume. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa naomba nisikilize. Wanafunzi wa Yesu walimfuata Yesu walipokuwa wanakaa naye, wakamwambia Yesu, tunaomba utufundishe, tuambie ishara gani zitakazo kuwepo ili tujue kwamba unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisikilize nikwambie, Yesu Kristo alikuja kwenye ulimwengu akaishi kama maisha ya mwanadamu mwingine, akazaliwa kutoka kwenye tumbo la Bikira Mariamu. Alipozaliwa kwa Bikira Mariamu aliishi kama mwanadamu, alienda shule akasoma, akaishi maisha mazuri, akaishi maisha matakatifu. Ikafika kipindi akajifunza habari ya kuhubiri Injili, kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize mtu wa Mungu ili kusudi twende sambamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kama unanielewa nipungie mkono hivi. Nipungie tena vidole viwili namna hii. Nipungie viwili namna hii. Amen. Sio hivi, hivi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanaume alipokuja duniani alikuja kwa kusudi moja. Alipokuja duniani alikuja ili kusudi alipe gharama ya dhambi ambayo ilikuwepo toka kipindi cha Adam na Eva, ambayo ilikuwepo toka kipindi cha zamani. Huyu mwanaume alipofika duniani aliukuta ulimwengu ukiwa umechafuka. Mungu alikuwa amenyamaza kuzungumza na wanadamu, kwa sababu kwenye kitabu cha Agano la Kale Mungu alinyamaza kuzungumza na wanadamu. Kufika kwenye Agano Jipya ilikuwa ni miaka 400. Hicho kilikuwa kipindi kinaitwa kipindi cha ukimya. Mungu alikuwa amenyamaza kuzungumza na wanadamu. Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwa mwanadamu, akaamua kumwachilia mtoto wake wa pekee kutoka kwenye familia. Akatoa mtoto wake kwenye ukoo, akaupa ulimwengu, akamtoa mtoto wake kama sadaka ili sisi kusudi atukomboe. Kwa sababu sisi Mungu alitupenda na alituumba yeye, atukuumba na nyani wala sokwe. Kwa hiyo Mungu alipotupenda, alipomtoa Yesu Kristo, huyu mwanaume alipokuja duniani alikubali mateso, alikubali kuteseka, akapigiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kama unanielewa mpigie Yesu makofi pale ulipo. Ongeza tena makofi pale ulipo. Ni habari njema ambayo nataka nikupe, nikwambie kwamba Mungu anakujua. Mungu anakujua kwa jina. Mungu anakujua jinsi ulivyo. Mungu anakujua jinsi ambavyo unaishi maisha yako. Mungu anakujua mahali ambapo unakaa. Mungu anajua hata idadi ya nywele zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua mawazo ambayo unawaza ndani yako. Mungu anajua akili yako ikoje. Mungu anakujua amekuumbaje. Ndio maana ninakwambia wewe ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huenda umeshaambiwa kwamba wewe labda umetokana na sokwe, labda umetokana na nyani, au umetokana na vitu vingine, kwa sababu kila kitabu kinaelezea vitu vyake. Kuna wengine ukienda unaambiwa kwamba bwana wewe ulitokana na sokwe. Kuna vitabu vingine ukienda unaambiwa bwana wewe ulitokana labda na mijusi. Kuna vitabu vingine unaambiwa kwamba wewe ulitokana na nyani. Hebu muangalie jirani yako kama ametokana na nyani. Muangalie unafanana na nyani, muulize unafanana na nyani. Hapana. Muulize kama anafanana na nyani. Hafanani na nyani. Ninataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Sio vitabu vya historia ya kawaida ambavyo vitakueleza habari njema ya kwamba wewe mtu wa Mungu. Vitabu vya historia vinakwambia umetokana na nyani, lakini natamani nikwambie kwamba wewe umeumbwa na Mungu, tena ni mtu mwa thamani mbele za Mungu. Mungu anakupenda, anakupenda jinsi ulivyo. Wengine ni weusi, wengine ni weupe, wengine wana shepu, wengine ni wembamba, wengine bama wana maziwa mpaka hapa. Ndio umeumbwa hivyo. Wewe ni mzuri, jikubali. Wewe jikubali. Saidia kusema amina. Neno la Bwana linasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wewe unatembeaga hivi, wewe unafanana na sura na kwa mfano wa Mungu. Kama wewe kidogo ni mweusi, wewe unafanana na sura na mfano wa Mungu. Kama wewe ni mweupe, wewe unafanana kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Hakuna mtu mwingine bora zaidi ya mwingine. Aliye bora ni mmoja, anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo, ambaye ni mwanaume peke yake
anaitwa nani? Yesu. Anaitwa nani? Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wala usije ukasema labda tumekuja kutangaza kwa habari ya dini. Amen. Ukazani kwamba labda hao vijana wamekosa kazi za kufanya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi hatujakosa kazi za kufanya. Sisi ni wasomi, tumesoma sana, degree zimelala hapa. Mwanangu, nataka nikwambie, tumeweka elimu yetu chini, tumeweka maarifa yetu chini, kwa sababu tunamfahamu yupo mkubwa zaidi ya elimu tulizonazo, yupo mkubwa zaidi ya mali tulizonazo, yupo mkubwa zaidi ya vitu tunavyovimiliki. Anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, weka chini dini yako. Hatujaja kuhubiri dini, tumekuja kutangazia kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ni Yesu. Sema amen. Inawezekana ukawa na dini, lakini dini sio kitu. Dini haikupeleki popote. Maana ya neno dini, dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dini imeanzishwa na nani? Na mwanadamu. Amen. Unafunguka kidogo mtu wa Mungu. Nafunguka baba. Unafunguka kidogo. Ndio nafunguka. Mimi ukinuna na kupitisha hapa mbele. Mwangalie jirani yako, akinuna mpige kipepsi kidogo. Akinuna mpe kipepsi kidogo. Jirani yangu amechangamka baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Haleluya. Sisi hatujaja kuhubiri dini. Tumekuja kumweleza mwanaume mmoja ambaye anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna njia nyingine tofauti na Yesu. Njia ni moja ya kwenda mbinguni. Inaitwa Yesu Kristo. Inaitwa Yesu Kristo. Hakuna atakayemwona Mungu isipokuwa kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi nilipokuwa mdogo, ndio kuna jirani yetu aliwahi kuoa mwanamke kutoka Singida. Niambie mhubiri, tusimlie. Nibembeleze basi, tusimlie. Hata kuna wengine tusimlie. Nisikie ka sauti, niambie tusimlie. Alipooa mwanamke kutoka Singida, yule mwanamke bwana alikuwa mzuri. Unajua alikuwa akipaka mafuta nywele zake zinameremeta. Yaani alikuwa anasukaga minyoosho ya kunyosha hivi. Lakini nywele zake zinameremeta namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui labda alitokea kwenye alizeti nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa ni mwanamke mzuri. Nikamwambia rafiki yangu aisema mimi nikikua nitaenda kuwa Singida. Baba, ndio umekuja sasa. Baba umekuja. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia na mimi nitaenda kuwa wapi? Singida. Kwani nimeona mwanamke ni mzuri, anamelemeta. Na ni kweli watu wa Mungu, nimefika mahali hapa. Watu wa Singida ni wazuri. Singida mmebarikiwa. Singida mna kila kitu. Tofauti na mafuta ambayo mnazalisha, ni lazima muwe na uwezo wa kumpata Yesu akae ndani yenu ili awalinde, ili awasaidie mtokane na hasara, mtokane na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ufahamu kwamba Singida umeumbwa na Mungu. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unisikilize sasa, nikwambie mambo machache. Ndio. Naomba nikwambie mambo machache. Wakati huo kabla sijaondoka mahali hapa, naomba nikwambie machache. Nimekuja kumweleza habari za mtu mmoja ambaye vitabu vya sayansi na sayansi vimeshindwa kumwelezea. Tumekuja kumwelezea mtu mmoja ambaye wanajimu na wasoma nyota wanapiga magoti. Tumekuja kumwelezea mtu mmoja ambaye watu wengi wameshindwa kumwelewa. Wanasayansi wameshindwa kuelewa stadi yake. Huyu mwanaume kuna siku aliwahi kutembea juu ya maji, akaenda kinyume na kanuni za sayansi. Sayansi inasema mwanadamu hawezi kusimama juu ya maji, ila huyu mwanaume alitembea. Akamwita na mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Petro, akamwambia Petro njoo, na Petro naye akatembea. Huyu mwanaume ana mamlaka. Akikupa wewe mamlaka, unafanikiwa kwenye kile kitu ambacho unataka kufanya. Huyu mwanaume alienda kinyume na kanuni ambazo zinasema kwamba madaktari wanajua kwamba ukienda hospitali lazima ukalazwe, lakini huyu mwanaume yeye hospitali yake huwa ilazi mgonjwa. Ukienda kwenye hospitali yake imeandikwa bango kubwa, imeandikwa bango kubwa, imeandikwa njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mazigo, nami nitawapa
anapumzisha, hospitali yake huwa ilashi. Yaani ukija kiwete unaondoka unatembea. Wanasayansi wameshindwa kumwelewa huyu mwanaume. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa naomba nisikilize. Wanafunzi wa Yesu walimfuata Yesu walipokuwa wanakaa naye, wakamwambia Yesu, tunaomba utufundishe, tuambie ishara gani zitakazo kuwepo ili tujue kwamba unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unisikilize nikwambie. Yesu Kristo alikuja kwenye ulimwengu akaishi kama maisha ya mwanadamu mwingine. Akazaliwa kutoka kwenye tumbo la Bikira Mariamu. Alipozaliwa kwa Bikira Mariamu, aliishi kama mwanadamu, alienda shule akasoma, akaishi maisha mazuri, akaishi maisha matakatifu. Ikafika kipindi akajifunza habari ya kuhubiri Injili kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unisikilize mtu wa Mungu ili kusudi twende sambamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu kama unanielewa nipungie mkono hivi. Haleluya. Nipungie tena vidole viwili namna hii. Haleluya. Nipungie viwili namna hii. Amen. Sio hivi, hivi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanaume alipokuja duniani alikuja kwa kusudi moja. Alipokuja duniani alikuja ili kusudi alipe gharama ya dhambi ambayo ilikuwepo toka kipindi cha Adam na Eva, ambayo ilikuwepo toka kipindi cha zamani. Huyu mwanaume alipofika duniani aliukuta ulimwengu ukiwa umechafuka. Mungu alikuwa amenyamaza kuzungumza na wanadamu kwa sababu kwenye kitabu cha Agano la Kale Mungu alinyamaza kuzungumza na wanadamu. Kufika kwenye Agano Jipya ilikuwa ni miaka 400. Hicho kilikuwa kipindi kinaitwa kipindi cha ukimya. Mungu alikuwa amenyamaza kuzungumza na wanadamu. Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwa mwanadamu, akaamua kumwachilia mtoto wake wa pekee kutoka kwenye familia. Akatoa mtoto wake kwenye ukoo, akaupa ulimwengu, akamtoa mtoto wake kama sadaka ili sisi kusudi atukomboe. Kwa sababu sisi Mungu alitupenda na alituumba yeye, atukuumba na nyani wala sokwe. Kwa hiyo Mungu alipotupenda, alipomtoa Yesu Kristo, huyu mwanaume alipokuja duniani alikubali mateso, alikubali kuteseka, akapigiliwa mtu wa Mungu ili upone. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe haujalogwa, haujalogwa sana, wala hawajakuchoka sana wachawi, maana waanze kuona labda wewe ni mtu wa samani sana, eti mchawi kuona mtu wa samani. Hakuna mchawi anayekuona mtu wa samani wala anayehurumia maisha yako. Maisha yako yako juu yako wewe mwenyewe. Ndio maana ukiugua haumpunguzie mtu mwingine ugonjwa. Kwa nani? Mungu ametuumba tujitegemee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Acha kutegemea watu wengine, sijui wasoma nyota. Hakuna msoma nyota ambaye unajua ulimwenguni hapa ambaye aliweza hata kuisoma nyota ya Yesu. Lakini kuna watumishi wa Mungu walikuwa wanaitwa majusi, walisoma ile nyota ya Yesu, wakamwambia kabisa na yule mfalme Herode ya kwamba hii nyota inang'aria sehemu fulani, twendeni hao majusi wapeleke. Ninaomba nikwambie mtu wa Mungu, Farao alikusanya wanajimu, akakusanya wasoma nyota, akakusanya wafalme wote, akakusanya wachawi wote katika Misri, lakini hawakuweza hata kutafsiri ndoto. Jiulize mtu wa Mungu, wewe tatizo lako watalitatua? Kama ndoto yenyewe hawezi kutafsiri, ambaye hata mtoto wa Sunday school tukimfundisha na tafsiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamhitaji Yesu kwa kweli. Amina. Yatazame maisha yako, angalia ulikotoka. Sasa imetosha. Amen. Utumwa wa dhambi imetosha. Amen. Kutumikishwa na mateso imetosha. Yeah. Lazima ufike kipindi ufanye maamuzi. Kama ulivyofanya maamuzi ya kuoa au kuolewa, lazima ifike kipindi ufanye maamuzi. Mimi nilifika kipindi nilipochoka kumtumikia shetani, niliamua kufanya maamuzi ya kwangu mimi mwenyewe. Sikulazimishwa kuokoka, wala sikushawishiwa na mtu. Ikafika kipindi nikasema, kwa hii tabia nilionayo ambayo imenishinda hii kuiacha, nimetosha, nimechoka. Kuna njia gani nyingine? Nikasema labda nijaribu kutafuta wadada, nitapata raha. Ninataka nikwambie mtu wa Mungu, hakuna raha nyingine kwa wadada. Nikasema labda niende kwa waganga, labda hii tatizo langu litaisha. Waganga
walininywesha dawa nikawalisha usiku kucha, lakini tatizo langu alikuisha. Sijui unataka uende kwa mama Mwajuma, sijui mama nani, sijui mama nani, mama Karumanzila, sijui nani, unaenda kuwekewa mapepo, unaongezewa mizigo na mizigo na mizigo. Hujaamua kumfuata Yesu wa kweli. Naomba unisikilize. Ndio. Mimi sijakuuliza kama huwa unasali. Hili swali kila mmoja wetu atajibu. Sijakuuliza kwamba unasali TAG. Ndio. Sijakuuliza kwamba wewe ni Mroman. Wala sijakuuliza kwamba wewe labda ni Pentecoste. Au sijakuuliza wewe unasali ya ACT. Mimi ninakuuliza swali moja. Unaye Yesu ndani yako? Maana yake wokovu sio wa kurithi. Kuna wengine wanasema mimi kwa sababu nimezaliwa kwenye familia ya Ukristo, kwa hiyo nitaendelea kwenda kanisani kwa sababu mimi ni Mkristo. Jiulize kwamba unaye Yesu ndani yako, kwa sababu wokovu sio wa kurithi. Unaweza ukarithi magonjwa, unaweza ukarithi imani, lakini huwezi ukarithi wokovu. Wokovu unahitaji kufanya maamuzi wewe mwenyewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kufanya maamuzi wewe mwenyewe binafsi. Ndio. Kijana mwenzangu uliyeko hapa, wazee wangu, ndio, wa mama na wa baba, ninaomba tusimame. Simama tu pale ulipo. Haleluya. Kora mashanderi basana. Simama tu pale ulipo. Haleluya. Kama una kiwete, kuna kilema, kuna mtu yoyote mwenye tatizo, Amen. au kama kuna mtu amekufa hapa karibu, Amen. naomba mlete kama yupo. Alafu tuendelee kusogea hapa. Haleluya. Jua limeshaisha, naomba tusogee hapa wote. Naomba tusogee hapa wote. Sogea hapa kwa pamoja. Tusogee tu hapa wote kwa pamoja. Tusogee kwa pamoja. Yesu ameshakusamehe miaka 2000 iliyopita. Tusogee tu wote, tusogee tu wote, tusogee tu wote. Yesu ameshakusamehe miaka 2000 iliyopita. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Njoo upokee msamaha wa dhambi. Njoo upokee uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu uliye wa pekee na Mungu wa kweli. Sogea tu mtu wa Mungu, usiogope. Sogea tu mtu wa Mungu, usiogope. Sogea tu mtu wa Mungu, usiogope. Acha kulinganisha dini. Wala usio kasema labda sisi tunatambulisha dini. Sisi hatujatambulisha dini mpya. Wala wokovu sio dini mpya. Sogea tu mahali hapa mtu wa Mungu. Sogea tu mahali hapa mtu wa Mungu, usiogope. Sogea mtu wa Mungu, sogea mtu wa Mungu, sogea mtu wa Mungu. Kama kuna kilema, kuna mlemavu mahali popote, sogea naye mahali hapa. Sogea tu mahali hapa. Naomba tusogee, 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 tusiogope. Sogea tu. Naomba tusogee wote hivi. Yaani hii upande tusogee tu wote hivi. Usiogope, hakuna mtu yote atakaye kugusa. Sogea tu hivi. Sogea tu hivi, sogea hivi. Sogea tu hivi mtu wa Mungu. Sogea, nahitaji niombe kwa ajili yako. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes. Sasa unikaribishe. Sogea mtu wa Mungu, atawali yako mbali. Yesu anakuita. Sogea tu mtu wa Mungu, usiogope. Kijana mwenzangu, sogea. Na wewe uliyekaa kwenye mti, karibu. Karibu. Wokovu ni bure, sio wa kulipia. Yesu alikufa kwa ajili yako. Wokovu ni bure, sio wa kulipia. Sharabaranda rabagadaba. Sogea tu mtu wa Mungu. Sogea tu mtu wa Mungu. Funika macho yako pale ulipo. Funika tu macho yako ulipo. Funika tu macho yako pale ulipo. Funika tu macho yako pale ulipo. Funika macho yako. Funika tu macho yako pale ulipo. Kama unatamani kumpokea huyu Yesu, nyosha tu mkono wako pale ulipo.
Yesu maisha yako. Popote ulipo usiogope. Nyosha tu mkono wako pale ulipo. Wengine endelea kufunika tu macho yako. Endelea tu kufunika macho yako. Nyosha tu mkono wako pale ulipo. Unatamani kumpa Yesu maisha yako. Au kukumbuka kwamba ulishawahi kuongozwa sana kumpokea Yesu. Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Ora bashanda rabakoria mandongo. Sogea tu hapa mbele uliyenyosha mkono. Usiogope, sogea tu hapa mbele. Sogea tu hapa mbele, sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Naomba majeshi ya Bwana kusaidie. Usiogope, sogea mbele. Kumpokea Yesu sio ushamba. Kumpokea Yesu. Nifuatilishe sala hii. Sema, ee Bwana Yesu. Sema kwa sauti ambayo Yesu atakusikia. Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako jioni ya leo, ninatubu dhambi zangu. Ee Bwana, ninakiri mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo ninafungua moyo wangu, ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.